Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu na wananchi kwa ujumla, tuko katika masiku 10 bora, siku 10 za mwezi wa Dhulhijja, siku tukufu, siku bora, siku ambazo amali inazidishiwa malipo. Baada ya kukamilika, itakapofika siku ya mwezi 10 Dhulhijja, itakuwa ni siku ya Idi ambayo itawafiki tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026 Hijiria. Napenda kuwajulisha waumini na wananchi wote kwa ujumla kwamba sala ya Idi kitaifa katika mwaka huu itasaliwa katika msikiti wa Ijumaa Ole Kianga, wilaya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, saa 1:15 barabara za asubuhi, ambapo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi atajumuika pamoja na waumini katika ibada hii ya sala. Kwa hiyo waumini wote tunapenda kuwapa mwaliko kuweza kushirikiana na kiongozi wetu kuweza kusali pamoja katika sala hii ya Idi. Lakini mara baada ya kukamilika ibada ya sala ya Idi, kutafanyika baraza la Idi kitaifa ambalo litafanyika katika ukumbi wa kiwanja cha kufurahishia watoto Tibirinzi, pale katika viwanja vya ZCCF Tibirinzi. Lakini katika suala hili la baraza la Idi, tunapenda kuwajulisha kwamba watahusika wale tu waliopewa kadi za mwaliko. Waliobaki ambao hawakupata kadi za mwaliko, tunawashauri, tunawanasihi waendelee kufuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais kupitia vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vitarusha live siku hiyo. Kwa hiyo yule ambaye kwamba amepata mwaliko, basi waweze kuhudhuria katika baraza la Idi asubuhi mapema tu katika eneo lile la viwanja vya kufurahishia watoto Tibirinzi, na wale ambao kwamba hawakupata kadi za mwaliko, basi wafuatilie kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Tujumuike pamoja, lakini tunakumbushana kuweza kuzitumia vizuri siku hizi 10 bora katika mwezi wa Dhulhijja kwa kufanya amali mbalimbali za kheri, lakini pia kuweza kuitumia siku ya Idi vizuri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na sio katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.